Hii ni familia ya Vir pamoja na Koyal. Leo alikuwa amekutana na diskasi. Familia ya Koyal wanasema hakika huyu binti sisi tumemlea katika maadili mazuri sana. Huyu ni binti ambaye saa moja tu jioni alisharudi nyumbani. Kwanza hana makundi wala hana marafiki wengi. Dada alikuwa anatabasamu tu, lakini pia hata wazazi wa Vir nao wakasema huyu kijana wetu tumemsomesha vizuri, kwa sasa ni daktari wa mifugo, hivyo tunategemea binti yenu naye atakuwa anafuata taratibu zote, yani atakuwa na maisha mazuri ambayo hayana kona kona. Banditi anafika anawaambia, bwana, kutokana na nyota za hawa watu wawili inabidi wafunge ndoa ndani ya wiki 2, kwani zikipita hizo basi hawatakuwa na uwezo wa kufunga ndoa mpaka baada ya miaka 2.5 kuweza kupita. Mshangao ukawa ni mkubwa sana, lakini familia wakasema bwana, basi haina shida, inabidi tu aweze kufunga ndoa ndani ya hizi wiki 2. Michakato ikawa ni ya chapchapu, lakini mwamba kila ambavyo alikuwa akijaribu kumpigia mwanadada simu, familia yake ndio alikuwa anapokea, yani hata video call wao ndio alikuwa kimbelembele kuzungumza, lakini pia hata akipanga kukutana, dada alikuwa haruhusiwi kabisa kukutana na muhuni, kwani familia yake ndiye ambayo alikuwa anaenda naye. Viri ikabidi awe mpole, akaamua tu kuwa na like picha za bimdada kwenye mtandao wa Instagram. Viri leo akaenda shopping, akanunua nguo za kutosha ambazo alikuwa anahitaji kwenda kumpatia mwanadada kipindi ambacho alikuwa anatoka na kutana na mjomba wake. Huyu alikuwa ni mjomba wake na Koyal ambaye alikuwa anatambulika kwa jina Kapuru. Bwana akasalimiana, akamweleza bwana, tutaonana wakati wa jioni. Jamaa anafika na kutana na mrembo anatambulika kwa jina Kanika. Huyu alikuwa ni rafiki yake mzuri sana na mwanadada Koyal. Jamaa akawa anamchungulia mkeo wa mtarajiwa kipindi ambacho alikuwa anabadilisha nguo. Anaelezwa na Kanika, bwana, huo sio utaratibu mzuri. Asa moja kati ya begi ambalo alikuwa akaleta, akaona likiwa linashambuliwa na mbwa mmoja ambaye alikuwa anamilikiwa na hii familia. Akasema jamani, acheni tu, kwa kuwa mbwa mwenyewe alishashoboka na huo mzigo. Basi ule usiku ambao watu walikuwa wameusubiri kwa hamu sana, leo ndoa inapita tena, mashamla shamla alikuwa ni mengi sana. Siku ya kwanza honeymoon msela, baada ya kuingia bwana, huyu jamaa unajua alikuwa ni mwoga sana, anamshika mwanadada kwa uoga. Bimdada yeye akawa anamwangalia tu kwa jicho la pembeni. Ghafla Bishosta akapigiwa simu, anaelezwa bwana, yule mbwa wetu wa nyumbani hajapata choo kwa muda wa siku 2 mpaka sasa, mwambie shemeji atusaidia. Jamani, siwezi kufanya kama hivyo, leo ni siku yetu ya furaha sana. Koyal akaelekea jikoni kwenda kuandaa chai. Mchizi akawa anahitaji kumshika Bishosti. Baada ya kugeuka, jamaa anamweleza bwana, usiniwekee sukari. Brother kweli ni muoga sana. Mlango nagongwa. Baada ya kwenda kufungua, masela wanamweleza bwana, Chali yuko wapi? Mimi sielewi, Chali ndio nani bwana? Tueleze Chali sehemu alipo. Adau akatoa mguu wa kuku. Wanajitetea jamani, sini wanandoa wapya, itakuwa tumekosea mlango wa kuingia. Hakuna, wewe ndio tunayekutafuta. Chali yuko maeneo gani? Koyal alivyoona wako serious, akawamwagia maji ya moto, kisha akauwai mguu wa kuku, akapiga moja kwa juu, akawatoa upande wa nje, akaufunga mlango kwa ndani, akamweleza mshikaji, hapa inabidi tuweze kujichenga, kwa jinsi ninavyoona hapa hali itazidi kuwa mbaya zaidi. Viri kipindi ambacho alikuwa anahangaika ni kipi ambacho anaweza akakifanya bwana, anaelekea upande wa nje bwana, anamkuta mwanadada alishavukia upande wa pili. Chini kulikuwa ni mbali, anajiuliza hapa nitapitaje? Bishosti anamweleza nipe mkono niweze kukusaidia. Watu hawa wasiojulikana wanafanikiwa kuvunja mlango, lakini baada ya kufika akagundua huenda hawa jamaa walishashuka upande wa chini. Wanatoka mbio kwenda kuwatafuta Viri pamoja na Koyal, nao kila mmoja anachukua viatu ambavyo aliona vitamfaa. Mbio zinaanza za kuondoka ndani ya hili eneo, japo walikuwa watambui watu waliokuwa wanakimbiza ni watu aina gani, lakini kwa sasa kitu ambacho walikuwa wanakiona ni kuokoa tu maisha yao. Wanaingia kwenye gari. Sasa huyu jamaa bwana alikuwa yuko smart sana, yani anapenda mambo yawe straight. Kwanza mpaka avae mkanda, mara ashushe kiti atengeneze. Bishosta anamweleza bwana, ondoa gari hapa, tutachelewa, tutakamatwa. Viri pamoja na hawa ungwana, mbio zinaanza katikati ya mitaa, japo walikuwa watambui ni sehemu gani wanapoelekea. Koyal akasema sasa inabidi tuweze kuwapigia simu maskari polisi. Anatoa simu ya mshikaji, anamweleza hebu tabasamu tuifungue hii simu. Hasa mimi nitawezaje kutabasamu kwenye mazingira kama haya bwana? Tabasamu msela alishindwa kabisa kulitoa. Taa nyekundu inawaka. Viri anasimamisha gari. Bimdada anamuuliza kunani? Anasema bwana, hauoni taa nyekundu inawaka? Aisee, washa gari bwana, hapa tuna emergency, usifuate sheria za barabarani, hebu pisha kwanza niendeshe mwenyewe bwana. Bimdada akamkalia msela kwa juu, akaanza kuendesha yeye. Hapa ndipo vurugumai ilipoanza, lakini ndipo Viri akagundua hakika mwanamke aliyeoa sio geti kali kama jinsi ambavyo alikuwa akaaminishwa. Wanafanikiwa kuwapiga chenga, wanaenda kupaki ndichi. Mwamba anaanza kulalamika sana, bwana, umejuaje kuendesha gari kama hivi? Koyal anamweleza mimi huwa natoroka wakati wa usiku na kwenda kuendesha gari kwenye mashindano. Hakuna mtu ambaye aliwahi kunishinda muda wa mwaka 1.5 mpaka sasa, siku zote mi huwa ni mshindi. Sasa mbona baba yako alituambia ya kwamba saa 1.5 wewe tayari ulishafika nyumbani? Bana, we shukuru, mimi kutoroka kwangu wakati wa usiku ndiyo kumeweza kutuokoa siku hii ya leo. Sawa mzee. Simu inaita mama yake, anapokea. Kumbe alikuwa anaongea na Pradipo, anaelezwa kwamba Chali yuko wapi. Ghafla mama anaichukua ile simu, anamweleza bwana Viri, nipo na Pradipo
Pradipo hapa ana utani mwingi sana, hebu kwanza endelea kuzungumza naye. Pradipo anamweleza kesho asubuhi ya saa 2 uje pamoja na Charlie, endapo usipofanya hivyo jiandae kufanya mazishi ya familia yako pamoja na ya mke wako. Viri anaanza kumpiga mikwala, anasema mimi ninafahamiana na watu wengi sana, tena wazito wazito ndani ya hii nchi. Bwana usije ukanipiga mikwala kama hiyo. Bimdada baada ya kusikia hivi akamnyang'anya simu na kuanza kutoa maneno mengi sana, tena maneno makali makali, yaani matusi ambayo bimdada alikuwa anayatoa Msela mpaka akawa anashangaa, huyu ni mwanamke wa design gani? Mbona matusi anakuwa ni mengi sana? Viri pamoja na Koila kipindi ambacho alikuwa anaondoka, ghafla wananaswa na wale waungwana, wanafungiwa kwenye buti. Kwenye buti huyu jamaa akawa na hema kwa shida sana. Bishosi anamuuliza bwana, uko sawa? Msela anasema yuko sawa. Hawa jamaa wakafika sehemu akapaki pembeni, mmoja akaenda kuchimba dawa, mwingine akaenda kununua sigara, lakini ghafla wazee wa jiji wakafika na kulichukua ili gari. Si unajua tena walikuwa wamepaki pembeni ya barabara. Viri pamoja na Koila wakaelewa bado wameshikiliwa na wale jamaa wawili. Basi ghafla simu ya Msela ikaita, anapokea, anaweka laudi. Mtu aliyepiga anasema yeye ni Sanjay, anamuuliza Charlie yuko wapi? Jamaa anasema Charlie ndio nani? Mbona mnazidi kunichanganya? Huyo Charlie mimi mwenyewe wala simjui. Hapa Msela anaelezwa sasa, hebu nisikilize nikupatie hadithi moja. Wiki 2 zilizopita kuna taarifa zilifika kwenye kituo cha Walasembe. Zilikuwa ni taarifa za usafirishwaji wa pesa. Sasa hawa Walasembe wao walichokifanya, walienda kuiba hizo pesa. Wao walitambua kwamba kila kitu kimeweza kuisha, lakini kumbe tukio hili lilitokea mbele kabisa ya duka ambalo lilikuwa linamilikiwa na mtaalamu wetu Mr. Kapoor. Mzee huyu baada ya kwenda kwenye CCTV kamera alifanikiwa kuweza kuchukua ushahidi wote na kuelekea nao mpaka ndani ya kituo cha polisi. Lengo lilikuwa ni kwenda kutoa taarifa, lakini alishangaa sana baada ya kufika anawaona wale watu waliopiga tukio walikuwa ni maskari polisi. Mr. Kapoor akaamua kuondoka mbio mbio, huku Walasembe wakiwa wanamkimbiza kwa nyuma. Kwa bahati nzuri akafanikiwa kukutana na Viri kipindi ambacho alikuwa anatoka shopping. Akaamua kuidumbukiza flash kwenye moja kati ya shopping bag ambayo alikuwa akaishika mtaalamu wetu Viri. Sanjay anamweleza Charlie anayetafutwa sio mtu bali ni hiyo flash ambayo ina ushahidi wote. Inasemekana Kapoor baada ya kuondoka hapo alinaswa na maskari polisi na kwenda kufanyiwa mateso makali. Walasembe baada ya kupata taarifa ambazo walikuwa wanazihitaji wakaamua kumtesa huyu mzee na kwenda kumtupa porini. Wasamaria wema wakafanikiwa kumchukua na kumpeleka hospitalini, na hivi tunavyoongea na wewe yupo ICU. Viri anakatazwa kuwasiliana na Walasembe akielezwa ya kwamba Walasembe wote ndani ya hili jiji ni walarushwa, lakini pia nao walihusika kwenye hilo tukio la wizi. Washikaji wanafanikiwa kutoka ndani ya hili gari. Mwamba anamweleza mwanadada, sasa yale mabegi ambayo nilikupatia wewe yako maeneo gani? Koila hakumbuki mabegi yako sehemu gani, kwani ule usiku kabla ya ndoa yao bwana alienda kwenye bachelor party, yani ni party ambayo ilikuwa inawakusanya wanawake wote ambao walikuwa ni mabachela, na kwenye hii party Koila alikunywa kalinya vya kutosha, kisha akagawa mabegi hovyo hovyo pasina hata kuwa na kumbukumbu ni nani ambaye alikuwa akampatia. Lakini akamweleza mchizi, hebu twende kwa Kanika, ninakumbuka kuna moja kati ya shopping bag ambayo nilikuwa nimempatia. Viri anashangaa sana, Kanika tena ni DJ club? Ni DJ. Mimi silijua yule anafanya kazi kwenye kampuni moja ya msaada. Vili mpaka sasa haelewi ni nani mkweli kwenye familia ya Koila. Wanaingia mpaka klabu. Kanika alikuwa anaruka kweli kweli, yani huwezi ukaamini kama ni yule ambaye alikuwa ni bimdada mstaarabu. Anamchukua anampeleka mpaka msalani. Sasa kwa kuwa walikuwa wamefungwa wawili, ikabidi Msela abaki kwa upande wa nje. Humu ndani mazungumzo yalikuwa ni heavy sana, yani ugomvi ulikuwa ni wa kutosha. Bimdada anamuuliza yale mabegi yako sehemu gani, japo siku ile nilikuwa nimepiga kalinya vya kutosha, lakini nakumbuka baadhi ya mabegi nilikupatia wewe. Kanika anasema yale mabegi ulionipatia yapo kwa Arya. Hasa huyu Arya alikuwa na mahusiano ya mapenzi na bimdada Koila kabla hajaolewa. Leo anakuja kugundua Kanika naye alikuwa na mahusiano na Arya. Bana, ngumi zinaanza. Msela naye anavutiwa kwa upande wa ndani, anajaribu kuamua lakini inakuwa ni ngumu sana. Koila leo kaamua kuonyesha makucha yake ya kwamba yeye ni mwanadada wa aina gani, hata shughuli ya mapambano alikuwa anaiweza. Vidi akajaribu kujisogeza angalau aweze kumzuia Koila, lakini naye akachezea nzito. Mwanaume huyu akajikongoja sana mpaka akafanikiwa kuamua huu ugomvi. Wakarudi tena mpaka ndani ya klabu humu, na kwenyewe mwanadada akaamua kuanza kupiga kalinya ikiwa imeanza kumkolea. Wale majamaa wawili ambao walikuwa wanawafukuzia tokea mwanzoni wanaingia tena humu ndani. Koila akasema nyinyi hamnijui. Leo akaamua kuanza kutembeza vyupa, piga vyupa sana, kisha akajichenga yeye pamoja na mchizi mpaka kwa Arya. Anafika bimdada kuongea na mtu yoyote, moja kwa moja anaelekea paka ndichi, anaanza kutafuta flashi. Arya anaanza kumbembeleza sana Koila, anamweleza bwana, nisamehe sana, ninafahamu weza kuwa na hasira sana baada ya kugundua nimetembea na rafiki yako, lakini yule simpendi. Na kwa nini Koila umeenda kuolewa na huyu mpolipoli? Mimi
lakini naamini kabisa ndoa yenu haiwezi kafika hata wiki. Kwa jinsi mimi ninavyokufahamu, wewe ni mzee wa viwanja na huyu jamaa inaonekana hawezi kabisa akakupeleka viwanja. Koila, nisikilize bwana, mimi ninakupenda sana, achana kabisa na huyu mlugaluga, hawezi kabisa akakupeleka sehemu yoyote. Viri kimtindo alijisikia noma sana jinsi ambavyo msela alipokuwa anamsagia kunguni, lakini hapa akaendelea kutambua baadhi ya sifa ambazo zilikuwa zinamhusu bimdada Koila. Viri anamweleza Koila, kwa yale ambayo nimeyasikia mpaka muda huu, inabidi baada hili jambo kutulia, mimi na wewe bila kusahau familia zetu, tukae chini tupate mwafaka juu ya hii ndoa. Lakini pia mimi ninakushauri, hebu jipe muda wewe mwenyewe binafsi uweze kutafakari kama hii ndoa unahitaji ama hauhitaji. Koila na Viri kipindi ambacho alikuwa anatoka, ghafla anakutana na wale washikaji wawili ambao walikuwa wanafuatilia tokea mwanzoni. Wanaanza kuwazingua sana, lakini ghafla linapita kundi moja la harusi. Shamla zikawa ni nyingi sana. Viri pamoja na Koila hapa ndio wakapata nafasi ya kutoroka. Mbele kidogo wakafanikiwa kukutana na jamaa alikuwa anaiba baskeli, wakamuomba aweze kuwasaidia kukata hizi nyololo ambazo alikuwa amefungwa, lakini ghafla wale jamaa wawili wakasikika wanakuja upande wa nyuma, ikabidi tena wapite chauani. Kwa sasa wakaona dahe bwana, kwa kuwa huu ni wakati wa usiku, inabidi turuke ukuta na kuingia ndani ya hii nyumba. Lakini baada ya kuingia wanakutana na mlinzi, anaanza kuwapiga mikwala. Anaeleza, sasa nyinyi kila siku mimi nikihitaji kula basi nyinyi mnaanza kunizingua, nyinyi vijana mnahitaji nini? Koila pamoja na Viri anasema, bwana sisi mzee ndio siku yetu ya kwanza kupita ndani ya hili eneo. Nyinyi ni wanandoa ambao umeamua kutoroka nyumbani Viri anasema, ni kweli sisi ni watu tunaopendana, lakini wazazi wetu wamekataa kutuozesha, na hii ni kwa sababu mimi pamoja na binti tunatofautiana dini. Babu akawachukua na wapeleka upande wa ndani, anawapatia chakula. Stori zikawa ni nyingi sana. Anaeleza, unajua mapenzi ni kitu cha ajabu sana. Mimi mwenyewe nikifikiria jinsi ambavyo tulianza mimi na huyu bimdada, ilikuwa ni kiutani sana. Si unajua tena miaka ya zamani watu wengi walikuwa hawaamini kabisa juu ya mapenzi ya kweli, lakini nashukuru Mungu mpaka hivi leo tumeendelea kuwa pamoja. Baada tu ya kumaliza kupiga diko, wale wadau wawili nao wanaingia humu ndani. Viri pamoja na Koila kabidi wapande juu kabisa ya jengo. Hasa wakiwa huku upande wa juu, baruti zinaanza kupigwa upande wa juu. Bimdada akajikuta tu amemshika mkono mshikaji. Tabasamu likuwa linamtoka tu bila ye mwenyewe kuweza kutambua. Jamaa anasema, hakika mimi ninapenda sana kwa daktari wa mifugo, kwa sababu endapo ukiwatibia mbwa na wao wanakupatia upendo wa kweli. Koila anasema, nimetokea kukupenda kwa sababu wewe ni kijana mzuri. Hebu nieleze, ulishawahi kuwa na mahusiano ya kimapenzi? Jamaa anasema, mimi sijawahi kabisa. Kwa jinsi nilivyo, niliamini kabisa endapo nikimtongoza mwanamke hawezi kabisa akanikubalia. Huu ni mtazamo wake, lakini wataalamu wa mambo tunasema ya kwamba huyu jamaa kuwahi kuwa na mahusiano kwa sababu ni timbulo. Stori zikiwa zinaendelea, dada anasema, nimekumbuka, moja kati ya mtu aliyekuwepo kwenye ile pati ni Sani, na yule mimi nina uhakika kupiga kalinya kabisa. Wale wadau wawili bwana wakaanza tena kuwaungia. Koila pamoja na Viri kabidi tena wapande mpaka upande wa juu kabisa. Wakiwa hapo wanafanikiwa kuingia kwenye lifti na kuweza kushuka mpaka upande wa chini. Mbio wanaondoka hapa, lakini waungwana wakaendelea kuwaungia kwa nyuma. Lengo ni kuweza kuwanasa, lakini Koila pamoja na Viri wakafanikiwa kuwapiga chenga na wao wakaingia ndani ya treni. Wakiwa humu, Koila anakuja kugundua alikuwa na jeraha katika mguu wake. Msela akasema, mimi japokuwa ni daktari wa wanyama lakini nina uwezo wa kukusaidia. Basi japo Koila alikuwa muamini sana, lakini alikuwa hana namna zaidi tu ya kuweza kumruhusu mchizi aweze kumsaidia. Safari inawapeleka mpaka kwa Sani. Bwana jamaa alikuwa ni mbavu fulani hivi. Dada anamuuliza, vipi yale mabegi ambayo nilikupatia siku ile? Mchizi anasema, bwana yale mabegi inahisi atakuwepo nyumbani, lakini pia leo ndani ya hili eneo niko peke yangu, na kama jinsi unavyoona kuna bonge moja la pati moja kati ya kigogo ameweza kunikodi siku hii ya leo ili niweze kutumbuiza. Si unajua tena binti yake anakaribia kuolewa na hili ilikuwa ni bachelor party. Vili anasema, wewe nenda tumia hizo dakika 10 kwenda nyumbani na kuleta hayo mabegi, mimi nitajua jinsi gani naenda kuzungumza nao. Vili alijua labda akienda pale akaanza kuongea mambo ya comedy, labda watu anaweza wakamuelewa. Anafika upande wa mbele, anaangalia wadada wenyewe walikuwa wamevaa kichwani mapembe, yani anamaanisha kabisa hapa ndani leo ni bonge moja la ushetani. Wanamwambia, bwana cheza bwana, tunataka tuone ukicheza. Basi jamaa akaanza kucheza taratibu kabisa. Kucheza kwenyewe ilikuwa ni kipengele, lakini alikuwa hana namna zaidi tu ya kuweza kujichetua. Mchezo ukiwa unaendelea, wadada wanamwambia, basi toa hiyo ya juu. Jamaa taratibu hivyo akaendelea kuchojoa moja, lakini pia mwisho wa siku akamvutia upande wa chini. Mwamba mziki ukaanza kumkolea, mwisho wa siku akavua mpaka suruali, akajikuta kabaki na boksa. Mchezo ukawa ni mwingi sana, hawa dada kila mmoja akawa anashika sehemu ambayo alikuwa anaona inamfaa, lakini pia mwisho wa siku mziki ukamnogea sana, akajikuta mpaka boksa yenyewe kaichana. Watu usoni unaonekana mpole kama hivyo, lakini upande wa chini kumbe una farasi. Koila naye hakuamini sana, anafika anaeleza, jamani mabegi yenyewe ndio haya. Baada ya kutafuta hawakufanikiwa kabisa kuiona flashi. Sasa itakuwa ipo upande gani? Sana anasema kuna mmoja kati ya rafiki yako ambaye huwa anavaa sana
na miwani, siku ile alikuwa hajalewa kabisa. Suhana. Koil anakumbuka ni kweli siku ile Suhana ndo alifanikiwa kumsaidia na akampatia yale mabegi mawili ambayo alikuwa imebaki. Safari inawapeleka mpaka kwa Suhana. Baada ya kufika, bimdada akawa anatafuta flashi, lakini Mwamba pamoja na Suhana stori zikawa ni nyingi sana. Baada ya Viri kuweza kugundua kwamba bimdada naye alikuwa anasomea udaktari, lakini pia alikuwa anasoma kwenye chuo ambacho naye alifanikiwa kusoma. Mastori akawa ni mengi upande wa Koila, yeye akawa na maindi sana hiki kitu, lakini pia leo akafanikiwa tena kukosa flashi, akawa anajiuliza itakuwa upande gani. Hasira zikawa ni nyingi sana. Baada ya kutoka upande wa nje, bimdada anatupa huko helmet, anashika shati la mshikaji, anamweleza bwana, sikiliza nikwambie, ulikuwa unacheka tu na yule binti, sasa kuanzia usiku huu ninavyokueleza, nikija kukuona unacheka na mwanamke yoyote yule, hakika nitakunyonya mafua, unanisikia mzee? Haya sawa dada mkubwa. Haya, akachukua helmet. Vile anaenda kuchukua helmet, baada ya kugeuka anakuta Bishosti kachukuliwa kwenye gari na watu wasiojulikana. Anajaribu kulikimbiza lakini hakufanikiwa kabisa kulishika. Anarudi sehemu ambapo alikuwa amepaki pikipiki, anakutana na wale waungwana wawili. Vile anashika gongo, anaeleza nyinyi mmemkamata mke wangu wakati tayari nilikuwa nilishaanza kumpenda, lakini pia hata wazazi wangu sitambui sehemu alipo. Anaanza kuwatembezea gongo. Wanamweleza sisi tumetoka kwenye ofisi za CID. Nyinyi kama mmetoka huko na mimi ni waziri mkuu wa nchi. Bwana usilete utani. Baada ya kumwonyesha kitambulisho, anamweleza bwana, sikiliza, yule Sanjay ambaye alikupigia simu ndiyo askari mkuu aliyeongoza operation ya kwenda kuiba zile pesa, na ndio mtu ambaye anaitafuta sana hiyo flash kwa sababu ndio ina ushahidi pekee wa kuweza kumwangusha. Mwanzoni tulishindwa kukueleza ukweli, kwani tulikuwa tutambui kabisa ya kwamba wewe ni nani, kama ni kijana wa Sanjay ama sio. Msela kabidi tu aelewe, anawachukua na wapeleka mpaka nyumbani kwa bimdada. Baada ya kufika hapa, wanakuta nyumba ilikuwa imevurugwa sana. Kulikuwa kuna bonge moja la vurugu ambalo lilikuwa limetokea hapa. Wanamkuta mmoja kati ya kijana alikuwa kafungwa. Kitambaa ambacho alikuwa kafungwa kilikuwa kinaonyesha sehemu ambapo inatakiwa aweze kufika pamoja na hiyo flash. Viri baada ya kumwona mbwa akakumbuka ile siku aliyofika hapa na ile mifuko, mbwa alianza kushoboka na moja kati ya mifuko, lakini pia anakumbuka ule usiku bimdada alipigiwa simu na ndugu zake, akaelezwa mbwa wao alikuwa hajakata gogo kwa muda wa siku 2. Moja kwa moja Viri akagundua huenda huyu mbwa akawa kaimeza ile flashi. Safari sasa ni kwenda kumwokoa Bishosti, lakini huku upande wa pili Pradip anakamatwa, mtu ambaye alikuwa kashikilia familia ya bimdada pamoja na ya Vir. Jamaa anapewa kipeni ambacho kilikuwa ni kamera. Anaelezwa endapo ukiona kuna hatari yoyote, ongea neno hili, usimfundishe baba yako jinsi ya kupata watoto. Ukiongea tu hivyo nasi tutaingia humo ndani na kuvamia. Vile anafika na kutana na vijana wa Sanjay. Bimdada alikuwa bado kafungwa. Sanjay anaelezwa ile flash ilikuwa imemezwa na mbwa, lakini msela akaanza kutembeza kifinyo. Anaona kama jamaa anamletea masihala, yani mbwa ameze flash ya ushahidi. Kifinyo kinaendelea. Koila anamweleza we, achana kupigana na huyo mwoga, njoo upigane na mimi uone jinsi ninavyokunyonya mafua. Sanjay akaona huyo binti ananichezea, akashuka upande wa chini akamchapa bonge moja la kibao. Vir akakasirika sana, anashuka upande wa chini bwana, kumbe jamaa naye alikuwa anaziweza. Sanjay akatembezewa panchi 2 nzito zikampelekea kuanguka chini. Koila akafurahi sana, anaona kumbe jamaa mambo ya kitaani anayaweza. Huyu ndio mwanaume ambaye nilikuwa ninamhitaji. Vijana wa Sanjay wanamzunguka msela, lakini mwamba akaanza kuongea ile kodi ambayo alikuwa akaambiwa na wale maafande. Anajitahidi hivyo hivyo kupambana huku akiendelea kuongea ile kodi. Ghafla wale maafande anafika na kuweza kutoa msaada. Sanjay pamoja na vijana wake wanakamatwa, lakini pia yule dogi akafanikiwa kuweza kunya ile flash ya ushahidi. Koila pamoja na Viro wanapata nafasi ya kurudi tena kwenye kile chumba kwenda kumalizia usiku wao wa honeymoon ambao ulikuwa umeharibiwa. Hapa ndio tunafika mwisho wa hadithi yetu, lakini kama umependa video hii na umeenjoy ama umejifunza jambo jipya, basi usisahau kushare, kulike na kusubscribe ili kuwa mwanafamilia wa kupata vigongo vikali vilivyonyooka na kupoa kama hivi kila siku.